Ngoja nikuambie kitu kimoja msikilizaji. Kwanza karibu sana, sawa karibu sana kwenye mwendelezo wa hii story. Wewe si una mpenzi wako Si unaringa naye sana kwamba unampenda na kupenda Basi mjitahidi sana shida zisiwe upande wenu. Walai nakwambia, shida inaweza kufanya mtu yoyote either me au ke akasaliti. Kwa sababu ya shida tu. Kwa hiyo wakati mwingine zawadi kubwa kwenye mahusiano sio hela, bali ni amani, mtu kuwa mkweli. Mtu anabakia kwenye zile ahadi na misimamo yenu na misingi yenu mliojiwekea. Lakini shida, walai mimi nakwambia, mtu anaweza kachiti. Na akichiti hata ajuti. Sana chiti kwa sababu kutatua shida. Ni kwa sababu tu ya hela. My friend, hata benki haijawahi kujaa. Hata matajiri hawajawahi kutangaza kwamba kuanzia leo sitafuti tena hela. Pesa haina mwisho. Pesa haina mwisho. Mevin bwana, hakuna mtu aliyetarajia kwamba atakuja kusaliti. Binti ameamua kuchomoka shule mara moja kuja kumfanyia mpenzi wake surprise, na baada ya kufika huko surprise kajifanyia mwenyewe. Na amekutana na kitu ambacho kimemuumiza sana. Baada ya kuingia ndani na akakutana na mkabati mbonge moja. Mkabati inaonekana mkabati wenyewe ni mwanamke ambaye sio rika lake, yani ni mtu fulani ambaye kidogo ana mwili nini. Sasa kitu hicho kimemshtua sana binti, na Mevin anaanza kujitetea kwamba akisema ya kwamba yani alikuwa anatoa maneno ambayo haeleweki. Kwa hiyo tunasonga mbele msikilizaji. Langu jina ni Lucas Lumba, mtayarishaji wa hii story ni Habiba mara moja. Okay? Yes. So nilibaki na muangalia tu. Najaribu kujielewesha, ila akili inagoma mwenzenu. Akili inagoma kabisa. Mimi nikaanza kumwaga machozi. Maana nishajipa majibu. Mevin alinifuata taratibu. Akanambia, mke wangu usinifikirie vibaya. Naomba uache kulia please. Yule mshikaji ambaye alikuwa anaondoka na gari ni dereva tu kama mimi. Ni rafiki yangu na anaitwa Jimmy. Na ile gari ni ya bosi wake, ndo alikuja nayo. So aliniomba ni muazime geto, maana kule anapokaa amekuja kaka yake. So kaona aibu kumpeleka mwanamke wake, na alizidiwa na hakuwa na pesa ya loji. Sasa mimi ndo nikampatia funguo, nikawa sasa naendelea na mishe zangu, na yeye ndo akaja huko na demo wake. Sasa mimi nimerudi sio muda, nikakuta washamaliza, ndo nikabadili nguo maana mimi nilikuwa nasikia joto. Nikawatoa hapo nje kuwasindikiza tu. Ni kweli mke wangu Zara, naomba niamini. Jamaa alivyoongea hivyo, nikasema ya kwamba kwa nini umwazime mtu chumba chako wafanye ushenzi na unajua mimi nipo? Na nikija tunafanya pia. So mimi anakuwa ninaoga majanaba tu ya watu wengine, si ndio? Alafu anza sikuamini. Mpigie rafiki yako, mpigie sasa hivi. Basi nivongea hivyo kweli. Mevin akavuta simu yake. Akapiga namba imeseviwa nani? Jimmy. Basi akapiga. Alipopiga tu Jimmy akapokea. Kisha huyo Jimmy akasema kwamba kaka vipi, mbona unanipigia na nimetoka kwako muda huu au kuna kitu umeona hakipo sawa kwako? Mevin akasema kwamba kaka umezingua kinoma noma. Sasa mbona maacha nguo ndani ya mwanamke wako? Mimi mwanamke wangu kaiona na shindwa hata kumuelezea, na ameshaanza hapa na kulia. Sasa yani ananifikiria vibaya bana. Jimmy akasema Mevin, Zara kaja au unataka tu kumsaliti mtoto watu? Mevin akasema ni Zara ndio kaja. Sasa kaka mimi hapa kwani na mwanamke mwingine zaidi ya Zara? Kaka hebu acha ujinga basi Ile umezingua sana ese. Mimi siku nyingine nitakuwa taskwazimi geto langu mwanangu. Nakwambia ukweli yani. Basi Mevin alivyoongea hivyo, mimi hapo sana ndo kidogo moyo ukapoa. Maana niliona kumbe kweli aliazimisha geto lake, maana nilichanganyikiwa. Basi Mevin akamwambia mshikaji wake ya kwamba sio umeyumba mwanangu, mimi malikia wangu kavimba kinoma noma, anadhani nimemchiti. Jimmy akasema mueleweshe basi tu vizuri mwanangu, shemeji mimi najua atakuelewa tu. Basi Mevin akakata simu. Kisha akanambia vipi, umeniamini sasa mchumba si ndio? Nibaki kimya na muangalia tu. Akanisogelea kisha akaanza kunifuta machozi taratibu. Nikasema sawa, kwa nini sasa unazima geto watu wengine? Basi kesi ikahamia hapo sasa. Mimi nikamchamba nilimchamba mno. Ni mambo ya kipumbavu sana mno. Kwa hiyo nikamwambia sitaki kusikia unampatia chumba chako mtu mwingine aje siji kupelekeana moto na mwanamke wake. Sitaki, mwisho leo. Mevin akasema sawa, hakuna shida, nimeelewa na nisamee mke wangu na sitarudia tena. Basi bibia mie nikaanza kufanya usafi. Niliona kama kuna
kama kuna kinyaa mle ndani. Nikatoa mashuka yote nikabadilisha, nikafagia pale, nikadeki. Muda huo wa usiku saa 6 hiyo. Hapo Mevin ananisaidia na yeye nini, tukabadili mpaka mapazia nini. Nilipomaliza usafi sasa, nikaenda kuoga. Nikamwacha yeye ndani. Na nilipotoka kuoga na yeye pia akaenda. Sasa mimi nikaa namsubiria kitandani. Baada ya muda akarudi, akaniambia, "Da, umenifanyia surprise leo." Nikasema, "Ya, ndio nimekuja kuona madudu yako." Basi alicheka akaniambia, "Da Zara, si ameshaisha mama, ha?" Nikasema, "Ila leo ni birthday yako, si ndio? Maana ilishakuwa ni saa 6 usiku sasa." Mevin akafurahi mno, akaniambia, "Da, asante sana mama. Nilishasahau mwenzio." Basi mimi nikabaki nacheka tu. Baada ya hapo sasa, mwanaume akaniuliza kama nimekula. Nikasema mimi niko poa, nilikula njiani wakati nakuja huko, so niko full. Basi Mevin akaniambia sawa. Baada ya hapo, jamaa akataka mchezo. Sasa hilo si ndio limenileta Basi game ikachezwa pale. Hapo sasa nikaa nitetemeka, yani game ilipigwa pale mpaka nikaanza kutetemeka. Sasa kutetemeka kwangu huku nikaanza sasa mpaka kumwamini. Yani ile sasa kumuhisi vibaya tu kukaniondoka. Sababu nifikiria kama kweli ametoka kufanya hicho kitu, sasa hivi si asingekuwa na moto. Maana angefuata kidogo na akaacha. Ila wala game ilikuwa ni balaa. Yani paka mimi ndo nikamwambia Mevin na kwamba basi niache. Yani paka mimi ndo niliomba po. Huyo kaka acheni kabisa. Asubuhi niliamshwa tena na kimoja cha baridi moto pale. Ndio Mevin akaniambia sasa mimi naingia kazini sasa. Nikamwambia sawa. Lakini mimi nimekuja kwa ajili yako, so sitaenda nyumbani kabisa. Akaniambia sawa, hakuna shida mama. Basi akaenda kuoga, alipotoka pale akavaa zake fresh tu. Kisha akatoa 10,000 akanipatia, akaniambia basi hii utafanya mazingira ya chai. Mimi nikajua hana pesa, maana hapo alitoa 11,000. Ndio kanipa mimi 10,000, yeye karudisha 1,000 mfukoni. Ila mwanaume wangu. Nikamwangalia, nikamwambia mimi pesa ninayo, wewe hiyo kanayo tu. Akaniambia hamna mpenzi, mimi naenda kuhangaika, so nitapata tu nyingine. Nikasema Mevin, hivi kwa nini unakuwa hivyo? Hata unahitaji huruma muda mwingine. Hebu naomba unielewe bwana, fanya uondoke kazini. Au unataka mama Zara hapa aanze kukupigia masimu hapa ya kukuchamba? Baada ya kuongea hivyo akacheka, akanibusu mdomoni, akaniambia Zara, najivunia sana wewe, nakupenda sana mwanamke wangu. Nikasema nakupenda pia mwanaume wangu. Basi wahi kazini basi baba, na uwe na kazi njema. Mevin akaondoka zake. Mie nikavuta shuka nikaendelea kulala. Basi bwana, nikalala mno. Nimekuja kushtuka saa 6 mchana, eti Mevin anapigia simu. Ndio anapokea hapo na wenge balaa. Paka Mevin akachoka akaniuliza mpenzi, na maana hujaamka bado? Nikacheka kwa aibu, nikasema ndio baby, mimi nilichoka, kwanza umenichosha sana. Akaniambia poa, vaa utoke basi, nimekuagizia hapo chipsi. Alafu leo nachelewa kurudi, narudi kwenye baisani hivyo usiku. Kuna sehemu mzee kaniambia nimpeleke na kuna mizigo nafuata. Nikasema okay sawa, wala usijali mpenzi, mimi nipo. Akaniambia poa. Basi nikatoka nje. Nikakuta kweli kuna boda kaja, nikapokea chakula, nikaingia ndani ya fence. Sasa pale nilimuona Dema. Alikuwa ametoka ndani kwake. Msikilizaji, huyu Dema ni mpangaji pia hapa ndani. Ni mdada ila ni makamu kama mimi tu. Naona yeye aliwahi kupambana na maisha. Na ninavyosikia anafanya kazi za bar. Ila ni yuko pisi sana. Na mimi nimemzoea tu. Japo sio sana, ila nikija kama namkuta hivi namsalimia, ni ananisalimia, ila hatunaga story. Si mnajuaga mimi sipendi mazoea sana na watu. Basi Dema akaniambia kwamba wewe mrembo upo? Nikasema ya nipo, ila nilikuwa busy kidogo na chuo. Akaniambia nakuona bwana, karibu kwetu. Nikasema asante moya. Dema akaniambia poa bwana, mimi ndo naenda sokoni hapo. Nikamwambia poa mpenzi. Basi yeye akaondoka na mimi sasa ndo nikaingia ndani kwangu. Kwanza nikatandika kitanda pale, nikafanya usafi ndani, kisha nikatoa nguo za Mevin chafu, nikatoka nje nikafua mno. Hapo kufua sasa nilikuwa najua mno, maana chuo sinafua mwenyewe. Basi nikamfulia baby vizuri tu, nikaanika, ndo nikaenda kuoga. Nikaingia ndani, nikavaa tu kanga, ndo nikavuta chakula changu sasa nikala vizuri. Niliposhiba nikavaa fresh. Kisha nikatoka nikaenda kumgongea yule Dema mlango. Dema akatoka kanambia, shoga yangu vipi? Nikasema Dema samahani, una kazi? Kanambia hapana, hata sina, leo naingia usiku, kwa hiyo nimelala tu ndani.
Nikasema basi naomba unisindikize basi mjini, nataka nikanunue vitu. Kanaambia vitu gani? Nikasema kwanza nataka friji, nataka na TV, nataka na kabati la nguo, sabufa, zulia, nipate na mapazia mazuri pamoja na mashuka mazuri. Msikilizaji, vitu vyote hivyo ni vya bebi wangu. Kwa sababu hivyo nilivyovitaja hakuwa navyo. Alikuwa na kitanda tu ndani, ana majukumu mengi. Yaani unadhani hata anaweza kununua vitu ndani? Thubutu. Dema akaniambia, mbona mimi kuna mtu namjua anauza hizo furniture zote za ndani na vitu vyote vya ndani. Shoga yangu tena ni anakuletea mpaka hapa, wewe unalipia tu. Nikasema kweli? Dema akaniambia ndio. Nikasema basi hebu leta namba zake. Dema akachukua simu, akampigia sasa huyo baba. Yule baba akaniambia kweli vitu vyote anavyo hivyo. Nikamwambia basi nitumie picha nichague. Kweli yule baba akanitumia picha vitu vyote nilivyotaka. Basi nikachagua kabati la milango mitatu, TV inchi 55 na friji Hisense kubwa, pazia mazuri na mashuka ambayo ni mazuri tu, yani hivi ya uhakika, matano, yale mazito mazito kabisa. Nakumbuka hiyo vitu vyote vilinikosti kama 3,800,000. Siwafichi, mimi mwenzenu pesa nilikuwa nayo. Baba sana anatumia pesa nyingi mno na mama mwenyewe ananitumia. So hii pesa hata sikuona shida. Na hata pesa za Mevin ninapokeaga tu kwa sababu mwenyewe anapenda hivyo, afu unajua lazima tu uheshimu cha mwanaume wako. Hata mimi siwafichi, akinipa pesa mimi napenda sana. Napenda sana kupokea pesa ya mwanaume wangu. Na napenda sana kuitumia pesa yake zaidi. Basi Dema alishangaa akaniambia kwamba shoga yangu unaonekana ni wakishua Mimi nikaa nacheka tu. Akaniambia alafu unampenda sana Mevin maana unajitoa sana kwa ajili yake mpaka raha jamani. Mimi nikacheka tu. Basi kweli baada ya muda vitu vikafika pale. Tena yule baba alikuja na vijana na mpaka wakanipangia ndani. Nikafurahi sana. Nikamlipa yule baba kwa simu. Ndani kulipendeza kwa dakika 2 tu. Hapo nikatandika na mashuka mapya. Na sikuishia hapo. Nikamwambia Dema nataka kumnunulia mwanaume wangu keki. Ni wapi anauza maana leo ni birthday yake. Basi Dema akaniambia kwamba twende, napajua ni mjini hapo nakupeleka. Basi hao tukaenda. Kupenda huko. Ulishasikia ule wimbo sisiki kwa penzi lako sioni. Sasa ndio mimi sasa. Basi kwanza tukaanzia kwenye duka la nguo. Nilifungasha nguo kwa ajili ya Mevin za kutosha tu. Yaani mwanaume wangu alikuwa na nguo za maana sijui 5 tu. Ila ni msafi tu. Ila hata kununua shati anaona shida kwa sababu jukumu ni kama amembana hivi. Basi mimi nikalibeba kama mwanamke sasa, nikamnunulia nguo za kutosha. Sijui singlet, sijui boxer, sijui nini, nikabeba nguo za kutosha sana. Nikaja kwenye viatu, nikamnunulia pair 3. Mevin huwa anapenda kuvaa simple sana. Hata kwenye viatu hapendi kuvaa viatu ni kiatu cha kufunika mguu wake. Ni mara chache sana ndio utamkuta anavaa hivyo. So hata hivi viatu nilivyomnunulia nikamchukulia open shoes. Kisha sasa tukaenda kwenye cafe pale, nikamchagulia keki nzuri mno. Nikachukua na wine tena yenye kilevi kabisa. Nilitaka tulewe. Japo namjua yeye hapendi sana pombe na hata mimi mwenyewe sikuwahi kujaribu pombe kwenye maisha yangu, ila leo nilitaka tunywe na bibi wangu. Basi tukarudi nyumbani na Dema na mdo sasa Dema mwenyewe alikuwepo hoi. Nikachukua 50,000 nikampatia Dema kama asante kwa kunisindikiza. Dema alifurahi mno. Nikamwambia usijali, ni kitu cha kawaida. Umesikia kuwa na amani bwana. Akaniambia poa. Basi mie nikaingiza vitu ndani na Dema akaenda kwake. Basi nikaweka wine kwenye friji, kisha nikaanza kumpangia nguo zake hasa kwenye kabati. Sasa nikapanga vizuri na za kwangu nikapanga. Na muda huo sasa ulikuwa ni kwenye saa 1 hivi. Kwa nikamtumia SMS Mevin wangu, nikamwambia usiagize chakula leo baba, mimi ndo naagiza. Akanjibu tu okay. Nikajua leo kazi zimembana sana huko. Ndio maana hata SMS ndefu hatumi. Ni herufi 2 tu okay. Basi mie nikaagiza chakula. Maana mimi machaka vyakula vizuri yote mimi najua. Kwa hiyo nikaomba niletee saa 4 maana sikutaka kipoe. Kisha nikaenda kuoga. Nilipotoka pale, mtoto watu nikavaa kikamba. Nikisema kikamba mnanielewa nadhani mmeelewa sasa. BKN kikamba. Nikapiga pale kisidiria changu pale ni nini. Hapo sana namsubiria baby daddy. Basi kweli bwana kufika saa 4 oda yangu ya chakula ikafanyaje? Ikafika. Nikaenda pale kupokea na kulipia. Kisha sasa
Nikaingiza chakula ndani, sakikiwa ni kimefungwa vizuri, hata kupoa sio rahisi. Na baada ya muda nasikia gari inapakiwa nje. Nikajua tu ni baby daddy, maana huwa kama na safari za asubuhi anakuaga, yani kama na safari za asubuhi anakuaga na gari. Yani akija tu na gari hivi basi ujue asubuhi sana na safari. Basi baada ya muda nasikia mlango unagongwa. Nikaenda kumfungulia, akaingia ndani. Kwanza alisimama mlangoni, yani alikuwa very surprised. Anashangaa ni ndani kwake ama kumependeza. Mimi akaniambia, Zara, mbona unafanya zaidi na zaidi mke wangu? Nikasema nimefanya kwa ajili yetu sote mpenzi. Basi Maven akanikumbatia kwa nguvu. Naona mpaka machozi alikuwa anamlengalenga huyu mwanaume. Yani feelings zake yani zipo karibu sana. Basi mimi pale nikamchumu, nikamkaribisha ndani. Yani ni anaangalia kila kitu. Mwanaume jamani akabaki kutabasamu tu. Akaniambia asante kwa kila kitu mpenzi. Nikasema sawa. Basi akaniambia mke wangu njaa inaniuma. Basi mimi nikatenga chakula. Nilichukua tu pilau, maana namjua Maven chips atakagia. Yani atakagia hata kuziona hataki. Basi tukala kwa kulishana pale na kuambia yani mpaka raha jamani. Tulipomaliza sasa ndo nikamtolea keki yake. Akate keki. Jamani keki ilikuwa ni chocolate tupu. Ni ndogo ila ni nzuri mno. Ninunua ilikuwa ni, nakumbuka ilikuwa ni shilingi 60,000. Yes, nakumbuka ilikuwa ni 60,000 bwana. Basi akakata kamlisha na mimi nikamlisha pale akafurahi mno. Basi na mimi sasa nikiona tabasamu lake, mwezendo nachanganyikiwa. Basi nikatoa wine pale, nikavuta glasi, nikana mimina, akaniuliza vipi haina klevi hiyo? Nikasema haina. Niliamua kumdanganya tu. Maana ningemwambia ukweli, nilijua huyu atagoma huyu. Basi kaanza kunywa. Ilikuwa nzuri tu, alafu sasa ni tamu. Huwezi kujua hata kama ina kilevi. So yeye alijua ina zero alcohol. Sifuri alcohol. Yani glasi ile moja tu mwenzenu mapema akaanza kuchangamka. Hapo nimeweka kimziki kwa mbali kinapiga yani kwenye subwoofer ni. Basi akaanza kunisimulia story, yani hata mimi sielewi. Basi mimi ndo nazidi kumuongezea wine nakwambia. Akaanza mke wangu, yani mimi mtu hata anipe nini wewe sikuachi. Nakupenda sana Zara. Kwanza nataka nikakuchore tattoo, kila mtu aweze kuwa ajue kwamba mimi nakupenda. Sasa alivyoongea hivyo nikamuuliza kwamba umeogopi baba? Akasema baba yako boya tu. Mimi kwanza mwanae nampelekea moto kama kawaida na simwachi. Na akileta mdomo na uza gari yake, afu naenda kulipa mahari na kuoa kabisa. Basi mimi nilicheka. Hivi mnamsikia mpumbavu? Akaanza Zara, hivi yule wanetu tuliomuua si angeshakuwa mkubwa Yule mtoto ambaye tulimuua sangekuwa hivi ni mkubwa tungekuwa hata tunamtuma hata kondo mtuje kupelekana moto, si ndio mama? Nilicheka tu. Basi akaanza Zara, wewe ni mswiti sana embe lako ni embe dodo, ni tamu zaidi ya asali. Maneno mengi tu. Mimi kana cheka tu. Na naendelea kumjazia wine. Anakunywa mno. Basi mie nikaacha kunywa, nikamsikiliza yeye. Nikamuuliza hivi wewe unajua kucheza kwani? Akaniambia sana wewe. Mimi noma. Muulize Marco. Marco atakwambia. Yaani Marco ukimwambia nyumba nzima nani anajua kucheza? Atakwambia ni mimi tu. Mimi peke yangu ndo najua kucheza. Hamna mtu anayejua kucheza. Nikasema basi nichezee. Basi akasema poa, ongeza sauti ya muziki. Basi nikamongezea. Siku ile nilicheka alipokuwa anacheza muziki. Nilicheka. Mwanaume alicheza jamani. Alicheza. Nikasema huyu kweli huyu. Huyu sasa alisema anajua kipombe huyu. Yaani kiwaini tu mtu anayeuka hivi. Basi nikamchukua na video kabisa. Alicheza jamani. Alicheza kama mweu. Na alichangamka mpaka nikamshangaa. Unajua ni mwanaume huyu mwanaume kwanza mwanaume wangu ni mpole sana. Ila hii siku alikuwa na vibe la mwaka. Alicheza mwisho sasa akaninyanyua na tukaanza kucheza wote. Kacheza pale na kikamba changu, kumbuka hapo unajua tena vikamba vinavyowapagawishaga wanaume. Mdosa nikaa na kikamba changu tu. Basi tukaendelea kucheza cheza. Mziki umekolea we. Baadaye mambo yakawa hoi bintaban.
Game ilipigika pale yani hivi kama saa 9 hivi jamaa ndo akamaliza kupeleka moto. Na kama kawaida maji anamwagia ndani Kwa hiyo baada hapo tukalala. Asubuhi bwana alichelewa kuamka ni kwa sababu tusimjua tena ni tulilala tulikuwa tumechoka sana. Kwa hiyo tulikuja kuamka kwenye saa 3 hivi Mevin ndo anashtuka. Aniamsha mimi pale ananiambia kwamba leo leo tumelala sana Zara. Saa 3. Basi akavuta simu akanambia ina bahati leo ni Jumapili mama aliniambia ingie kazini ila ningemkoza sana. Jamaa alivyoongea hivyo mimi nikacheka tu. Akaniuliza unacheka nini sasa? Basi bwana nikakumbuka mambo yake ya jana. Sijui na yeye akakumbuka akaniuliza alafu Zara ile waini ya jana ina kilevi? Nikasema ndio nilitaka tu tuchangamke kidogo. Mimi nakanambia mjinga wewe. Basi nicheka sana nikachukua simu nikamuonesha vibwanga vyake alivyokuwa anafanya jana. Mevin alicheka sana. Yaani yeye mwenyewe alijicheka. Akaniambia mtoto una adabu kabisa ni. Unajui mimi ni mkubwa kwako. Basi mimi nikacheka tu. Akaniambia haya futa sasa hivi mjinga wewe. Basi mimi nikastaki afute. Ila akavuta simu akafuta. Mimi nikabaki nacheka tu wakati zingine nimezificha huko. Nilijua tu atafuta tu kwa hiyo hizi zingine ngoja zibakie. Basi ndo akaenda kuoga. Alipotoka na mimi ndo nikaenda kuoga. Kisha nikatandika ndani nikapasafisha. Tukaagiza breakfast pale na mimi ndo nilipia na baada ya kula tukalala zetu maana Mevin alikuwa haingii kazini. Mnadhani hata kuna kulalika? Kulala yenyewe ni tumelala empty tu yani tuko wazi. Akisikia tu kuchukua funguo na kuchomeka kwenye kitasa basi mambo ndo yanakuwa kama hivyo. Namuelewa sana. Kwa hiyo hivyo. Basi nakumbuka bana nilikaa kwa bibi wangu mpaka Jumatano. Ndio mimi sasa nikarudi Dodoma kuendelea na chuo. Nimerudi mwepesi sana. Yaani huku embe huku yani ni kama nini huku embe dodo kule. Yaani kama halitaki kuguswa hata yani na kidole tu. Kwa sababu limepitia nyakati ngumu sana. Huyu baba akinioa sijui itakuwaje. Naona nitakuwa yani itakuwa ni kila siku. Sasa Mevin niseme tu ya kwamba kwenye swala lile yuko vizuri. Mimi nikaa bwana niendelea na chuo na yeye tukawa tunaendelea tu kuwasiliana nini kama kawaida. Hajaacha ni kuna siku bwana unakuta ananitumia mpaka 2000 eti nunua voucher. Nakuwa nacheka tu yani Mevin bwana ana shida jamani. Basi napokea pale namwambia asante. Ila kuna muda namsaidia nikikutana na Marco mimi nampa pesa hata laki hivi. Wala sina shida na Marco. Nikimpa wala hata inisumbui kabisa. Ananiambia asante sana shemeji. Na hata atamwambia kaka yake kwamba shemeji kanipatia. Basi Mevin pale atanisema eti usijichoshe mke wangu, mimi nitamtumia tu. Sasa atamtumia lini mwenzie anahangaika hana pesa. Basi mimi kana mjibu tu okay, nimekukopesha utanilipa. Basi analipaga hata. Hamna kujishaua tu. Ila mwisho wa mwezi kwenye simu yangu itasoma hata 150,000 nini. Ni yeye ndo ananitumia. Hata Mariko ukikutana naye ataniambia kwamba kaka kanitumia pesa. Ila mimi wasimulizage shilingi ngapi kaka yako kwa kutumia hapana. Naona sio vizuri. Asije akasema shemeji na gubu bure. Sitaki mie. Basi bwana ikawa hivyo na maisha akawa naenda mpaka sasa ni tukawa tumefikia sasa tu ile ya kufunga chuo semester ya kwanza. Hapo sasa rasmi nikapata likizo ya kurudi nyumbani. Na Mevin ndo alitumwa na baba aje kunifuata. So alikuja kunichukua mie na mdogo wake. Huko njiani ni Mevin tu ananiambia ni kwamba tunamtisha dogo afu tunaenda home kwanza. Ndio nakupeleka kwenu. Maana mzee wako yupo. Basi mimi nacheka tu. Naona aibu yani. Linaongea mbele ya Marco. Sasa Marco kwanza tulimwachia njiani. Yaani hata tukumfikisha hata kwao. Mevin akamwacha tu road pale akaambia kwamba haya wewe shuka uende kwenu. Au na hapa utapotea bana. Mimi na mambo yangu hapa. Basi Marco akasema haya sawa bro. Jamaa akashuka akaenda zake na sisi tukaelekea pande za ghetto kwa Mevin. Na huko nilipofika ni game ya masaa mawili. Baada ya hapo ndo nikapelekwa home. Akaniacha akaendelea na mambo yake. Basi bwana mimi ndo nikaingia ndani. Nikasalimiana na wazazi pale kwa furaha sana. Baba akaniambia nimekuwa sasa eti chuo kimenikuza maana nilikuwa naongea vizuri tu na mwili umeongezeka. Mimi nikaa nacheka tu eti nimekuwa. Nikajua kwamba leo nikomaza nani uko la Mevin. Maana du sio masiara ise. Basi nikasalimiana pale na Damanda kwa bashasha sana na akanikaribisha nyumbani. Nami
nikamfurahia sana. Sasa Melvin aliniambia kwamba nikaekee home kama wiki nzima, kisha atatafuta siku niende kwake, kwa sababu bado hajanifaidia. Huyu mjinga huyo. Basi kweli nikaa home kama wiki nzima. Hapo mama ananiambia kwamba nakuona Mrs. Melvin umerudi. Mimi nakuwa nacheka tu. Mama ananiambia kwamba wewe hujapita kwa Melvin kweli, wewe unavompenda huyo? Nikamwambia hapana, sijaenda mama. Mama ananiambia yani wewe ungekuwa hujaenda usingejituliza bwana. Basi mimi kanacheka tu, maana mama ananijua vizuri sana. Basi bwana, shoga yenu nikajituliza kweli wiki nzima. Sijaenda hata kwa Melvin. Tunaongea tu yani kwa simu tu hivyo. Basi shoga yenu bwana, kwanza siku ambayo nimepanga nikaonane na Melvin ilikuwa ni hiyo siku kwanza ilikuwa ni usiku wake bwana. Melvin akanipigia simu akanambia mama akamtuma anaenda Dar kupeleka mzigo. So anasafiri nimsubirie mpaka arudi. Aisee, nilichukia. Yaani nilitamani nikamwambie mama kwamba aniachie tu mtu wangu. Ila Melvin aliniambia kwamba hii ni kazi, so nitulie. Anaenda ukaa siku 4 tu kisha narudi. Nikasema sawa. Na kweli kesho yake Melvin akasafiri. Ila mie nilienda kwa mama yake kumsalimia tu, na nakumbuka nilishinda sana huko, na nilishinda na wifi yangu na Mariko nini. Basi mama Melvin alikuwa ananifurahia mno. Yaani huyu mama ni alinipenda mno. Basi hizo siku 4 zote mwenzenu nikawa nashinda tu kwa mama Melvin. Naenda kudeka huko nini. Yaani nilikuwa natamani mpaka kulala huko. Baada ya siku 4 mpenzi akarudi. Hiyo siku amerudi nilikuwa na raha sana. Nikaona ngoja nimwache, yani nimwache siku apumzike, maana naye ni binadamu. Na hata yeye aliniambia kwamba kachoka sana. Tabora mpaka Dar sio masiara, kwenda na kurudi we. So hata kesho yake nikamwacha apumzike. Usiku sasa ananipigia simu ananiambia kwamba baba akamwagiza Bukoba. Niliumia. Nikamuuliza kwamba lini? Akaniambia kwamba kesho yake asubuhi anaondoka. Nilimnunia mpaka ya kwanza yani nilimkatia mpaka simu. Nikazima na simu yenyewe. Nikatulia kimya kitandani. Ila niliwaza nikaona hasa Melvin ana makosa gani? Na ndo kazi namfanya anakuwa hivyo. Anyway, basi niliwasha simu nikampigia. Melvin akapokea akiwa mnyonge sana. Akaniambia Zara, nisamee mimi basi mama, usinikasirikie Zara. Hii ni kazi, Mimi nafuata vile mabosi wanataka, nisamee sana. Nikasema nisamee mimi Melvin, nimekasirika tu bila sababu, samahani mpenzi. Basi akaniambia kwamba naelewa vile unajisikia, ila unishinde mimi, Mimi yani ndo nakuhitaji vibaya sana Zara. Si unaelewa, ila najikaza sana maana ni kazi, lakini pia ni lazima tuwe na adabu na wazazi. Kwa hiyo naomba tulia, sawa mama? Basi bwana, kweli kesho yake Melvin akasafiri. Mimi nikakausha tu. Hapo nimeshakaa home kama wiki 2. Nimebakiza wiki 2 nifanyeje? Nirudi chuo. Maana likizo unakuta ni mwezi mmoja tu ambao ni sana wiki 4. Basi bwana, Melvin karudi kutoka Bukoba, nikasa najipanga kwenda kwake. Mama akamwagiza tena Dar. Yaani sikuelewa kwa nini likizo yani ilikuwa hivyo yani. Na hisi hata mwenyewe alikuwa anachoka sana. Ila anajikaza kwa sababu ndo kazi. Pia alikuwa ananiambia kwamba akiagizwa mbali ndo anakuwa na hela. Yaani anakuwa anapewa na pesa za posho. So nimwache kwanza afanye kazi. Nikasema sawa. Mimi nikatulia zangu mpaka mwezi unaisha. Mimi na Melvin yani hatujapelekeana moto nakwambia. Hana muda. Akirudi anapumzika leo, kesho safari. Basi mie nikaa naenda tu kwao mpaka tumaliza likizo. Mimi narudi chuo, Melvin yupo Mwanza. Mimi nikakausha tu, nikarudi chuo. Na chuo alinipeleka baba, maana mama yeye ndio busy hivyo. Basi bwana, mimi nikaanza masomo. Na Melvin naye alikaa Mwanza wiki nzima. Alipotoka huko Mwanza, alipitiliza moja kwa moja mpaka Dodoma. Mimi hata sielewi yani, sijui aliwaambia nini wazee yani. Akaja Dodoma kwa ajili yangu, akafikia lodge, akaniita, niliwahi kukipeleka haraka sana mwenzenu. Kikafanywa huko usafi mpaka nikafurahi vya kutosha. Na Melvin alikaa lodge huko Dodoma kama siku 3 hivi. Naona akaanaongea na simu tu, na baba anamwambia kwamba anamwambia baba kwamba gari imeharibika, ipo garage anaiangaikia. Na anapoongea kwa adabu sasa, basi baba anamuitikia tu, anamwambia okay, atamuongezea na pesa. Kumbe gari ni mwanae.
Ndio nahangaikiwa huku mpaka siku ya 3. Ndio Melvin sasa anaondoka. Hapo nipo mwepesi. Tena ninachekwa kama lote. Na akaniachia 300 nini. Mpaka nikashangaa. Ila nikajua hizi ni zile za safari ndio zimempatia uwezo wa kuwa na hiki kiasi cha pesa. Basi hapo ndo nikaacha sasa kujirunisha, maana alikuwa akinipigia naongea naye ila simchangamki mpaka akawa anajua kabisa ni si mnajua tena shoga yenu kwa kudeka hapo kila ni labda game ikipigwa pale mimi lazima ni meze dawa za kufanya za kuzuia mimba. Basi tukaagana, akaniacha akarudi Tabora. Mimi nikawa sasa naendelea na masomo Dodoma. Basi bwana, mimi nikawa busy na masomo na mpenzi naye akawa busy na kazi Ila kwa sasa Melvin aliongeza busy, alikuwa busy sana. Namuuliza kwa nini? Ananiambia kazi zimekuwa nyingi mpenzi. Na mimi siwezi kutaka niambie hivyo. Namwambia sawa. Yaani hata video call za usiku zikapungua. Maana muda mwingi Melvin ni ananiambia kwamba anasafiri. Sasa mimi nafanyaje mpaka hapa? Yaani kwa hiyo nikata simuamini sasa. Nikaa nampigia simu dada Amanda na nikaa namuulizia kuwa kweli Melvin anasafiri. Dada Amanda alikuwa ananicheka sana. Kwanza alinicheka sana hiyo siku. Akaniambia wewe hebu soma huko, acha wivu. Ni kweli. Melvin anasafiri sana siku hizi. Mzee wako kuna biashara anazifungua mikoani huko na ndio maana Melvin anakuwa na pilika. Maana kuna vitu mzee wako anamwagiza Melvin kupeleka huko. Nikasema sawa. Hapo ndo moyo ukapoa. Kumbe kweli. Jamani kaka huyu nampenda huyu, dunia ya 7 jamani. I say. Paka anachanganyikiwa. Basi bwana nikatulia pale kidogo. Maana niliamini kwa kweli kaka banana. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni weekend. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Niliamka na udobi wa nguo zangu, nikafua sana, nikafanya na usafi wa room kwangu. So nilichoka sana, nikaoga kisha nikanywa chai, nikajilaza zangu tu mimi. Maana mimi mwenzenu hata ni weekend yani sikuwa mtu wa mitoko kabisa. Nitashinda na lala tu hostel. Paka kuna muda Marco ananipigia na ananiambia kwamba nimpeleke mjini tukatembee. Basi ndo namwambia kaka yake pale akinikubalia nitampeleka. Ndio ipo hivyo. Siku akikataa siendi, maana Melvin naye kuna muda anakuwa na mudi mbaya. Paka mdogo wake anamjua. Basi bwana kufika saa 7 mchana nilistushwa na simu yangu inaita. Nikaangalia naona ni mwanaume wangu ndo ananipigia. Haraka mimi nikapokea ile simu nikasema ndio baby mambo. Ila Melvin wala hakuitikia salamu yangu. Bali akaniuliza uko wapi? Nikasema nipo hostel mpenzi. Ila sasa alikuwa anaongea kama vile ni hayupo sawa. Nikamuuliza Melvin una nini, mbona kama haupo sawa? Nikamsikia kama mtu fulani analia hivi. Nilikuwa naongea naye sasa nimelala ila haraka sana nikakaa kitandani. Nikasema Melvin, vipi mama kazidiwa? Akanambia hapana. Nikasema vipi umepata kuna changamoto gani sasa? Kuna changamoto yote kazini? Akanambia no. Nikasema nini sasa mpenzi, mbona unalia? Kuna shida gani mume wangu? Melvin akanambia Zara, kuna kitu kubwa nimefanya. Naona hata aibu kujitazama. Naona sina haki ya kuishi tena. Yaani sitamani chochote tena. Nilishangaa ila nikajikaza. Nikamuuliza umefanya nini huko? Kitu gani kwa nimefanya? Akaniambia kwamba nimefanya jana Zara. Na hisi sikustahili tena. Nikamuuliza sasa ni kitu gani sasa? Akanyamaza kimya. Nikamuuliza niambie ni kitu gani? Basi jamaa akaongea. Nikasema okay, nisikize Melvin wangu. Haijalishi umefanya nini, wewe ni wangu. Na siku zote una deserve kuwa kwangu. Unasikia babaye? Msikilizaji, unajua niliwaza tu kuwa kuna muda pia Melvin anapitia nyakati ngumu. Sitakiwi tena na mimi kujilemaza kujifanya eti mdogo, ila natakiwa kukaza na kusimama kama mwanamke imara. Melvin akaniambia kwamba Zara, mimi naomba tuachane. Labda nitapata amani. Moyo wangu ulifanya pa. Nikamuuliza umesema nini? Sijakusikia. Yaani unataka kuachana nani? Na kwa nini? Melvin, naomba usinivuruge. Yaani kwa nini uniache? Akaniambia Zara, mimi ni mwanaume mbaya sana kwako. Sikufai Zara. Wewe ni binti mrembo na mwenye moyo mzuri sana. Na hizi unastahili kizuri sana kuliko mimi mshenzi tu. Nikasema Melvin, mimi kizuri changu ni wewe, Uwe mshenzi, uwe nyoka, uwe mwizi, uwe jambazi, hata uwe mnyama kwa kiasi gani, ila mimi wewe ndo wa kwangu, mengine ajalishe. Usiniambie habari mimi za kuachana bwana. Unataka kuniua? Hebu niambie unataka kuniua Melvin?
Nini ambacho leo kuhusu mimi Mavin? Hujui kuwa mimi naweza kufa nikiukosa wewe? Mavin, haijalishi umefanya nini, mimi nakupenda sana. Na sitaki kusikia lolote juu ya kuachana, umesikia? Mavin alinikatia simu. Unajua nilishajua kuwa kabisa Mavin itakuwa kachiti. Ndio maana imemvuruga, anahisi kunikosea sana. Ila ndo aniambie sasa ananiacha kweli? Au kafanya nini yani chenye kuniacha mimi? Yani akosea yeye kisha aje kuniacha mimi. Nyie, mnamwelewa huyu kaka kweli? Nilichanganyikiwa. Nikaangalia muda na kuta ni saa 9 mchana. Basi nivaa nguo zangu pale chap. Nikachukua pochi, nikatia simu, kwanza tasikubeba hata begi la mgongoni. Nikachukua boda mpaka stendi ya Dodoma. Nikachukua gari ya Tabora, tena ndo nilikuta inaondoka. Nilikimbiza na bodaboda maana sikutaka kusubiri za nyuma na nilitaka kuwahi. Nyie, sikutaka kuelewa ise. Aniache kivipi mjinga? Kama nyie ndo mkiambiwaga tuachane mnakubali hivi sawa. Mnadhani ndoa zinafungwa hivi? Paka mtu kufunga ndoa amepambana. Wewe. Basi huko njiani bwana mimi nikanalia tu kwenye gari. Yaani nalia. Japo sio sauti ila nafuta tu machozi na jaribu kumpigia, hashiki tena simu zangu. Nilikaa na mama pembeni akaniuliza umefiwa? Nikasema ndio nimefiwa. Mimi hata sikutaka maswali mimi. Basi mpaka saa 4 usiku mimi nikaa nimefika Tabora mjini. Nikakodi boda mpaka kwa Mavin. Nimefika nikagonga mlango. Haikuchukua muda akaja kunifungulia. Yaani alikuwa nikachoka sana. Hana hata nuru. Ni kama alikuwa analia. Nyie. Sasa alivyoniona akanambia kwamba umefuata nini? Si nimekuambia tuachane? Au umefuata vitu vyako? Jamaa alivyoongea hivyo nikabaki na mtazama tu. Kwanza nilimsukuma. Mimi nikaingia ndani na yeye akaja ndani. Akanambia ondoka. Yaani upo serious unajua? Yaani anambia ondoka. Nikamwambia Mavin, siondoki Mavin. Siondoki. Hivi mimi nimekosea nini? Hebu niambie nini ambacho nimekosea? Mavin, kwa ajili yako nimetulia. Kwa ajili yako nimechange kila kitu kwenye maisha yangu kwa sababu yako. After ghafla tu unaambia kwamba eti unitaki. Sijakusi chochote. Mimi siondoki. Mavin akanambia Zara, hatuwezi kuwa tena. Mimi yaani nilimkatiza. Nikamwambia kwamba Mavin, yaani wewe ndio mwanaume wangu wa kwanza na wa mwisho. Naomba uamke katika hiyo ndoto. Uamke kabisa ndoto yako akijenga kabisa, huwezi kuniacha mimi. Yaani mimi kuniacha labda ni nife au ufe wewe. Lakini kama upo hai mimi na wewe ni forever. Ipo wazi Mavin. Na nitaongea maneno mbele ya yote ule. Mimi nakupenda wewe Mavin. Tazama hata sasa hivi umenitoa huko Dodoma. Umenikurupusha kutoka Dodoma mpaka nimefika huko. Yaani niko kama chizi tu. Kwa nini Mavin? Au unataka nife na unajua kabisa ni wewe ndo kila kitu kwangu? Hivi kwa nini nimekosa nini? Kwa nini lakini? I say nilimpigia magoti Mavin. Mavin akanambia kwamba hapana hujanikosea. Ila mimi ndo nimekosea wewe. Naomba nenda tu. Jamaa akanisukuma eti. Kwa bahati mbaya akanifanya sasa nipigize kichwa kwenye kabati la nguo lile. Ila wala hata sikupigiza sana. Ila Mavin ni aliniwahi haraka akanishika akaniambia kwamba hujumie Zara. Samahani sikupanga umie Zara. Jamaa alikuwa anaongea nikabaki kimya tu. Machozi hapo ananitoka na muangalia. Maana ni ananipenda sana. Sasa kwa nini ananiambia kwamba eti hanitaki tena? Nikaanza kulia tu. Machozi ananitoka mno na Mavin naye akapiga magoti analia mno. Tuilia kwa pamoja hii siku. Mavin alikuwa wa kwanza kunyamaza. Akanibeba mimi mpaka kitandani, akanambia nyamaza basi. Nikasema siwezi kunyamaza. Kama unataka kuniacha siwezi kunyamaza. Kwa nini unitaki? Anambia yani umenikosea nini niambie. Mavin akanambia kwamba Zara nimecheat. Moyo wangu ulishtuka sana. Nikamuuliza unampenda huyo uliocheat naye? Akanambia hapana simpendi hata kidogo ila alinilazimisha yeye. Jamaa alivyoongea nikamwambia sawa. So hilo ndio linakufanya unitaki tena mimi, si ndio? Okay mimi nimekusamehe. Nimekusamehe nakupenda.
na nakutaka bado hivyo hivyo. Melvin alibaki kuniangalia tu huku machozi yanamtoka. Nikamwambia Melvin, ukiniacha mimi nakufa. Nakupenda sana, nakupenda mno. Naomba usirudie kuchiti. Naomba usiniache. Mimi nimekusamehe kwa moyo wangu wote, nimekusamehe. Basi Melvin akanikumbatia kwa nguvu huku analia. Na mimi nikamkumbatia. Basi tuliganda hivyo kama muda mrefu kidogo hivi. Sikumbuki kwa ni muda gani, lakini muda mrefu. Tumekumbatiana tu. Paka Melvin sasa kaniambia okay, twende tukaoge sasa. Basi kweli tukatoka nje. Tukaenda chooni pamoja na tukaoga kwa pamoja, kisha tukarudi ndani. Melvin ananiambia basi, Zara, mama naomba unisamehe mke wangu. Nilikuwa kama nimepaga watu. Sitarudia tena. Na sitarudia kuambia upumbavu niliokueleza leo. Ila nisamehe tu. Msikilizaji, mimi kwa kweli huyu kaka kumpenda na mpenda. Na mimi sikumuuliza amechiti na nani, kwa nini na kwa muda gani. Sikutaka kumuuliza. Nilimkumbatia tu, nilimwambia naomba iwe mwisho. Ukizidiwa wewe niambie tu, mimi nitaacha kila kitu, nakuja popote ulipo. Hata kama utakuwa safarini, mimi nitakuja kukupa mwanaume wangu. Melvin akanikumbatia zaidi tu. Akanambia Zara, hata nikifa leo, wewe jua kwamba katika hii dunia hakuna mwanamke nimewahi kumpenda mimi na nikampenda sana kama wewe. Nakupenda sana Zara. Akasema nakupenda pia Melvin. Basi hii siku tukaongea mengi na Melvin. Melvin mwenyewe of course hakuwa sawa. Yaani hata simuelewi. Naona analia muda mwingi na mfuta machozi tu. Nikahisi kwa ile ananipenda sana. Na ndio maana hili jambo la kuchiti yeye mwenyewe limemuumiza sana. Na nilihisi tamaa zilimzidia tu, na ndio maana akafanya hivyo. Ila kunipenda ananipenda sana. Basi mimi nikamtuliza tu pale mpenzi wangu, ni akanielewa. Kesho yake sikuondoka, nilikaa wiki nzima kwake. Na yeye hakwenda kazini wiki nzima. Nilikuwa karibu naye tu na tukifanya kila kitu kwa pamoja. Nisiwe muongo. Yaani siji mambo ya kunichiti sijui nini. Mimi niliatoa moyoni kabisa. Na nikafuta kila kitu kwa mwanaume wangu. Na sikumgusia tena. Na nashukuru tukakaa sawa. Melvin alirudi kwenye ubora wake, japo sio sana. Hata kunifanya hii time Melvin nadhani alifanya mara moja tu. Tena kawaida sana. Ila nilijua hayupo sawa. Basi tulipowekana sawa, ikanibidi sasa mimi nirudi chuo, maana nilikuwa na mitihani. Ila nikawa sasa naongea sana na Melvin kila siku. Na muda wote naongea naye. Akananiambia kwamba yupo sawa kwa sasa nini. Na hata usiku nikawa sasa nampigia ile video call, na ni video call ambazo ni za kimaaba zaidi, si ndio Kwa hiyo nikawa nafanya hivyo ili asiwe anapata mawazo kuhusiana na mwanamke mwingine na kunicheat. So hivyo. Msidhani mimi eti nilikuwa sina wivu na mwanaume wangu. No, sio kweli. Mimi nilikuwa na wivu sana. Lakini kwa kuwa yeye mwenyewe aliniambia nimecheat mke wangu na nisamee, niliona ngoja nimsamee. Na hata kuna muda nikimpigia asipopokea na kuwa najisikia vibaya, nawaza au ndo kaenda kwa huyo mwanamke wake aliyecheat au bado hajaachana naye. Yaani napata stress. Ila nikawa sitaki kumuonesha, nikawa nahisi nitamfanya ajisikie vibaya zaidi. Wakati tayari tulishamaliza yale mambo na mwanaume aliniomba msamaha mpaka analia. Na mpaka aliona tuachane kwa hilo kosa, hasa kwa nini nimkumbushie tena. Basi nakuwa najikaza tu. Ila mwanaume wangu hakubadilika hata. Alikuwa vile vile tunaongea na kucheka na kufurahi, na kama ana pesa atanitumia, na kuna muda ananielezea tu ni kwa jinsi gani ananipenda na kunimisi sana. So ilikuwa hivyo. Basi bwana. Siku hiyo niliwaza sana juu huyu mwanaume. Nikaona hebu ngoja nipeleleze nisije kuwa bado naendelea kuchitiwa. Alafu mimi nijikalisha tu huku. Kumbe mwenzangu anaendeleza penzi na huyo mchiti mwenzie. Nikakumbuka na namba za ule jirani na Melvin, anaitwa Dema. Basi nikampigia Dema. Nimpigia Dema iseko na Dema akapokea. Mimi nikajitambulisha. Dema akanambia, Zara jamani, leo umenikumbuka mie, nipo shoga yangu, vipi kwema lakini habari za chuo? Nikasema huko fresh tu. Akanambia, naambie mzungu wa roho. Huyu ananiitaga hivyo msikilizaji, maana yani nakuaga kwa Melvin na mpaga sana vitu vyangu nini, so mimi si mchoyo kabisa. Kwa hiyo huku chuo ananiambiaga kwamba naringa kwa kweti ni wakishua, na vile sijichanganyi na watu. Ila uchoyo mie wala hata sina. Labda unitibue tu kama ile siku Melvin nilivyomnyima keki
alafu nikachambwa. So nikamwambia Dema kwamba mimi nina shida mwenzio. Dema akasema shida gani? Nikasema Dema, unajua nampenda sana Melvin eh? Dema akanambia anajua. Nikasema okay, kwa sasa simuelewi. Naona kabadilika sana. Dema, mimi ni mwanamke mwenzio. Naomba uniambie chochote unachokijua kuhusu Melvin. Maana wewe unakaa naye hapo. Dema akasema, mbona sijui lolote jamani kumhusu yeye. Akirudi nyumbani anatulia ndani kwake tu. Si unamjua tena mwanamume wako alivyo mpole. Nikasema sio kweli Dema. Mimi ni mwanamke mwenzako. Naomba unisaidie please. Dema akaniambia kwamba mshoga wangu, mimi naogopa kugombanisha mahusiano ya watu. Naogopa sana Zara. Naogopa mno mwenzangu. Nikasema Dema, haugombanishi. Mimi mwenyewe tayari najua kuwa kwa sasa Melvin ananichiti. Naomba unisaidie tu kama mwanamke mwenzako. Niambie nini kinaendelea huko. Dema akaniambia, naomba usinitaje lakini mimi namheshimu Melvin, namheshimu sana. Nikasema najua sitakutaja. Dema akaniambia ni kweli Melvin kwa sasa ana mwanamke. Moyo wangu uliniuma kama nimechomwa na kisu. Ila nikajikaza tu nikasema Akaniambia tena huyo mwanamke ni mama, sio mdada shogangu. Kipindi cha kwanza huyo mama alikuwaga anakuja tu hapa. Melvin anamfukuza sana, ila yule mama hataki kuelewa, ni anaforce kuingia ndani. Akapelekewa moto shogangu. Ila sasa hivi naona wamekubaliana, maana huyo mama anakuja sana hapa tu, sana tu, na anaingia ndani na Melvin na shughuli inafanyika humo ndani. Maana akiwa anapelekewa kelele zake ni balaa, yani wote tunasikia. Yani mpaka ni anatufanya tunafikiria sisi wengine mambo mengine. Kwa ndo hivyo. Nibaki nimetulia tu. Sasa akaongezea kusema kwamba na tena nasikia Melvin anataka kuhama hapa. Naona anakimbia Ombea kama sie. Au sijui mama ndo kamwambia ahame, maana kwa jinsi anamuona huyo mama yani ni ana pesa zake shogangu. Ni wakishua mwenzio huyo. Nikaona jamani, ina maana Melvin kakosa wanawake wote, eti akatembea na wamama jamani. Mimi nidhani hata ni kisichana tu hivi, kumbe ni mama. Nilibaki kimya. Kisha nikasema asante sana Dema. Sasa mimi kesho na mtihani, but nikimaliza tu mtihani napanda gari ya usiku na kuja Tabora. Na nitakuwa lodge. Nitakupa kazi wewe Dema. Umesikia? Nataka yani akimuingiza tu huyo mama, akimuingiza tu mama wake, unipigie simu nije kumkomesha. Umesikia? Dema kanambia, "Haya usijali shoga yangu. Tena mimi nitakusaidia kumkomesha. Wewe usijali kabisa." Nikamwambia usijali. Basi bwana. Of course niliumia sana, sana. Nilipokata simu nikamtumia Dema 200,000. Kisha nikamtumia SMS nikamwambia kwamba hiyo ni asante shoga yangu. Sasa fanya kazi. Dema akanijibu akaniambia kwamba usijali shoga yangu, mimi nipo na wewe bega kwa bega. Niko na huyu Melvin huyu, naona hanijui vizuri huyo. Yaani nitaenda kumuonesha show. Yes anajifanya najua Ngoje sasa. Basi bwana, mie nikajituliza mno. Hivi mnajua nilijikaza Sikulia wala hata sikuvurugwa sana. Japo niliumia ila nilijikaza mno. Sasa mida ya usiku Melvin bwana akanipigia. Nikampokelea vizuri sana. Tena nilijikaza kuongea. Niliongea kama nipo normal tu, sikumfanyia hasira wala kisirani. Basi Melvin akanisalimia na mimi nikatika vizuri tu. Tukaongea story 2-3 kisha akaniambia kwamba baby, mimi hapa nataka kuhama hapa ninapokaa. Nikaona ndo yale. Nikamuuliza sawa, unataka kuhama hapo yani kuna shida gani? Akaniambia yani mpenzi, yani nimechoka tu hapa mwaka wa 5 sasa nataka nibadili mazingira kidogo. Tukapanga hata chumba na choo, yani choo kile cha ndani yani. Au unaonaje? Ukija yani mambo yote ni ndani, hakuna kwenda nje. Nikaona okay, huyu mama wake anaona aibu kutoka kwenda chooni akishapelekewa moto. Nikasema sawa, kodi ni shilingi ngapi hicho chumba na choo unachotaka kupanga, kodi ni shilingi ngapi? Melvin akaniambia ni 50,000. Nikamuuliza okay, hapo unapotoka ni shilingi ngapi? Melvin akaniambia ni 20,000. Nikamuuliza kwa nini sasa unaenda kwenye gharama zaidi wakati una majukumu mengi mpenzi? Melvin akaniambia kwa sasa mama kaniongezea mshahara, ndio maana nafanya hivi mke wangu. Nikamuuliza anakulipa shilingi ngapi kwa sasa? Maana najua zamani alikuwa analipwa 500,000 Melvin. Kwa hiyo nikamuuliza Melvin ya kwamba okay, unalipwa shilingi ngapi? Yani anakulipa shilingi ngapi kwa sasa?
Mevin akanambia analipa 800,000 kwa sasa. Mimi mwenyewe mpaka nikastuka. Oya, ni pesa nyingi. Yaani kaongezewa 300,000 nzima. Hapo bado akisafiri anapewa pesa nyingine. Nikajua anyway, ni kwa sababu tu enda mama kaona ni mkwewe. Ndio maana hata kamshawishi baba muongezee kipato. Nikaona ni sawa, sio mbaya. Nikasema sawa, kama unaona unaweza basi ni sawa. Maana ku advance maisha sio jambo baya, huwezi kuwa hivyo kila siku. Akanambia sawa mpenzi. Nikasema poa. Akanambia kwamba na kutumia basi hapo 20,000 mke wangu. Mnajua hata pesa yake mimi sikuitaka msikilizaji. Nikamwambia kwamba mtumie tu Marco, mimi baba kanitumia muda si mrefu. Akanambia hiyo ni ya babako, hiyo ni kutumia ni ya kwangu. Basi akakata simu kisha akanitumia 20,000. Mimi mpaka nikaa na shanga. Najua kabisa huyu mwanaume ananipenda mimi, tena kwa moyo sana. Sasa haya mambo ya kuchiti yanakujaje? Wanaume bwana. Yaani kabaki na mwaza tu, yani kivipi yani? Kuonesha kwamba anajali sana, kwamba hata kidogo anachopata ananitumia. Sasa mambo ya kuchiti yanakujaje? Kwa nini anachiti? Kama pesa nazo, kwa nini anachiti? Nikamtumia SMS, nikamwambia kwamba asante kwa pesa nimepata. Akanambia sawa mke wangu. Basi mimi nilijikaza huu usiku nikasoma tu kwa ajili ya mtihani wa kesho asubuhi. Sababu asubuhi tulikuwa tuna mtihani. Kwa nini mpaka saa 4 pale hivi nikapiga mtihani nikatoka. Nilijikaza na nilipiga chabu kwa wenzangu nikajua nitatoboa tu. Maana jana usiku mudi ya kusoma hata haikuwa kubwa sana. Lijana linivuruga mimi aise. Basi nikarudi hostel chap. Shoga yenu bwana nikampigia Dema na Dema alipokea simu yangu. Nikamwambia Dema ndo nakuja Tabora kwa ajili ya ile issue. Dema akaniambia wala usijali, ila na yeye saizi hayupo, kaenda kazini naona. Nikasema poa. Basi bwana, bibie nikajikusanya pale nikaelekea stendi ya Dodoma, nikachukua gari ya Tabora. Mpaka saa 2 hivi nikaa nimeshafika Tabora. Nikatafuta lodge nikatulia, nikampigia shoga yangu nikamwambia kwamba Dema nimeshafika Tabora. Nipo hapa mjini tu, nipo lodge. Dema kanambia shoga yangu, leo ilikuwa ni zamu yangu kazini usiku, ila nimegoma na nimekaa hapa nje, yani nikiona kaja naye tu basi na mimi nitakustua Zara. Wewe hata usijali, yani ka standby huko. Nikasema sawa. Basi mimi nikatulia tuli. Hapo nikimpigia Mevi na ananiambia kwamba tulia mke wangu, nipo na mama namuendesha. Nikaona ngoja nikaushe kwanza, maana akiwaga na mama au na baba hapokeagi simu, ni mpaka afike kwake. Basi bwana, baada ya muda Mevi ni mwenyewe akanipigia mimi nikapokea. Akanambia Zara, nimetoka kumrudisha mama nyumbani, sasa hivi ndo naenda kwangu, tutaongea basi nitakapofika mke wangu. Nikasema sawa mpenzi, hakuna shida. Mimi mwenyewe nimetoka kwenye mitihani, kwa hiyo nipo hoi na kusubiria wewe tu ufike home tuongee nilale. Akanambia sawa, hakuna shida mama. Basi mimi nikatulia tuli. Baada ya dakika 10 Dema ananipigia simu. Nikapokea haraka. Dema akanambia shoga yangu, Mevi nikarudi kaingia ndani. Tena huu muda yupo na huyo mwanamke wake, huyo mtu mzima huyo. Ase nilisimama kwanza nikasema sawa shoga yangu nakuja hapo. Akanambia sawa. Basi bibie mie chap nikavaa pensi langu. Nikavaa singlet. Nilikuwa na hasira. Nikasema huyu mpumbavu Mevin leo ndo atanijua yani. Sikazoea kunipiga Sasa leo kitawaka kudadadeki. Yaani leo nitakinukisha yani mpaka atanishangaa mpumbavu huyu. Basi nikatoka moja kwa moja. Yaani sitaki hapo maelezo shoga yenu. Nipo natafuta boda. Naona Mevin yani ananipigia. Mimi hata sikupokea simu yake. Nipo njiani yani kuna pilika. Akanitumia message. Akasema kwamba mpenzi mimi nalala, nimechoka sana. Nikaona mpumbavu huyu ndo anataka sasa kufanya mambo yake ya kijinga. Yaani msikilizaji, ama kweli leo ndo naamini. Yaani ukiona mpenzi wako anakuaga tofauti na ambavyo mnaagana kila siku, ujue tu kuna jambo. Mambo ya kuchoka. Wewe ndio ulale saa 2, saa 1, saa 3. Wewe hapana. Sasa ngoja. Nikapita dukani nikanunua kibox cha nyembe. Yaani wembe hizi.
Nikasema leo nitakaye mkuta humo. Hey. Yaani nataka nimwekee alama ya maisha. Yaani awe kila kijitazama aseme hapa nilichanagwa viwembe kwa kufumaniwa na mwanaume wa mtu. Basi bwana, nikachukua boda mpaka kwa Melvin. Nimefika ile kuingia na kuta gari imepaki ndani ya fence pale. Basi Dema kweli alikuwa nje ya mlango wake. Akanikimbilia haraka, akaniambia shoga yangu, naona umejipanga. Basi tuende. Basi bibia mie nikafika mpaka mlangoni kwa Melvin. Nyie. Yaani nasikia tu ni mwendo wa makofi. Sijui nini kiwa kinapigwa makofi, sielewi. Basi bwana, nikagonga mlango kwa nguvu. Nikasikia kama kimya. Naona wako wanasikilizia yani na wao kwamba nani anayegonga tena. Melvin akauliza, nani wewe? Nikanyamaza kimya. Nikagonga. Melvin bado alikuwa anauliza. Anasema, nani wewe? Sasa Dema akasema, kaka Melvin, ni mimi, kuna shida hapa, toka mara moja nje. Melvin akasema, Dema tutaongea kesho basi, wewe nenda kwanza. Dema akasema, hapana Melvin, kuna tatizo, tuwe toka ndani. Melvin akasema poa. Basi tukasikia kimya. Kisha akatoka sasa. Eti kavaa towel yani. Alafu sasa ni kwa jupi kufua wazi tu. Yaani anaonyesha kabisa ni kwamba eti alikuwa sasa ni kwenye zoezi. Melvin alivyoniona alistuka mno. Akawahi kufunga mlango kwanza. Kwanza ameushikilia mlango. Nikamwambia Melvin, wewe subiri. Sijaja kusema na wewe. Naomba uniache. Na huyo mama ambaye ameshindwa kujiheshimu, huyo malaya mkubwa huyo. Ndio nahitaji kuonana naye. Basi alitukana pale. Melvin sasa akanambia kwamba Zara, hebu naomba tuongee. Nikasema tuongee nini? Yaani niambie, yani unataka yani tuongee nini? Yani kwa haya mazingira ni nini ambacho unataka tuongee tuelewane? Tuongee kuhusu nini? Melvin akamwambia Zara, hapana, naomba tuongee. Nakuomba sana. Nikamwambia unasema nini? Wewe hivyo nadhani mimi sina taarifa zako. Sasa nikwambie tu kwamba mimi ninafahamu shinzi wako wote unaofanya mjinga. Naomba pisha ningie. Ninafahamu ujinga wako wote. Basi Dema akawa anasema kwamba wewe mtu mzima leo tunakurudisha utotoni yani tunakusagia pilipili mjinga wewe. Basi nyie Dema naye anaweza kuliamsha dude, sio masiala. Mlijua Dema eti atakaa pembeni eti aseme kwamba husiki wewe. Hivyo una chezea pesa wewe. Pesa inambadilisha mtu rafiki yangu. Yani pesa inamvunjia mtu msimamo pesa. Wewe. Ndio maana nakwambia usivunge sana, usijiringie sana mpenzi wako. Ana msimamo wa pesa. Basi Melvin akasema kwamba Zara, naomba nisikize. Ni kweli na cheat. Ni kweli ndani kuna mwanamke. Ila naomba nisamee, naomba tuongee mpenzi. Sio sawa wewe kuingia ndani please. Basi tukaanza kulazimishana mimi hapo nishazingua sana. Basi akaenda kubembeza, naomba nielewe, ni kweli nimezingua. Nielewe, naomba tuongee mama, nakuomba sana. Zara nakuomba. Mimi sikutaka kumsikiliza. Nikaanza kumsukuma nipishe niingie mlangoni, yani nipite pale mlangoni niingie ndani. Akawa hataki. Alafu sasa Melvin ni ana nguvu kweli kweli. Sasa nikaona hapa nikaona hapa stoboy, hapa nikaona hapa singi. Nikaona ngoja sasa nimvute taulo lake. Bwana basi nikavuta taulo mambo yote hadharani. Sema jamaa na bahati, kulikuwa kuna kagiza kidogo. Hapo sasa nikamtia wenge. Kipindi sasa najiuliza sasa aokote taulo au azuie mlango. Unaona pale? Yaani anajizuia sasa. Yaani anajiuliza aokote taulo ama azuie mlango. Mie pale nikamsukuma na kaingia ndani. Nye. Nilichokiona. Naomba kwanza ninywe maji. Maji yako wapi ya kunywa? Sioni hata glasi sijui iko wapi. Nilichokiona. Ila hii dunia, narudia tena. Usiringe kwamba mpenzi wako anakupenda. Jiulize ana msimamo kwenye pesa. Yaani akiwekewa pesa hawezi kwenda kinyume na yale yote ambayo alikuwa ameshayapanga. Sikutaka kuamini ese. Kitu ambacho siwezi kusahau katika maisha yangu mpaka na kufa, msikilizaji, ni hiki ambacho nimekiona leo. Ni kitu ambacho kila nikikumbuka mpaka kesho, msikilizaji, ninaumia sana. Yaani hata hivi ninavyokusimulia
mtu aliyekuwa ndani, tena yupo kama alivyozaliwa na akapumzika zake kitandani, tena hana hata pressure, aliyekuwa ndani. Nitukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Tuendelee sasa kufumania. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Ndo maisha, ndo mapenzi. Ndo maana kuna mtu mmoja alishawahi kusema kwamba kwa nini kwenye maisha hakuna option ya kudelete mahusiano? Uhangaike kutafuta pesa, uhangaike kujihangaikia malengo yako, bado mtu lizima na akili zake na maembe yake na mayai yake linakuja kukufanyia upumbavu kwenye maisha. Unabaki kuwa na stress, unarudi nyuma kiuchumi, unarudi nyuma kimaendeleo, yani unasahau kila kitu. Mapenzi haya basi tu. Tukutane sehemu inayofuata tuweze kujua baada ya hii surprise, je, maisha yaliendeleaje? Naomba tu niishie hapa. God be with you till we meet again. I say bye bye.